siku ya leo basi ningependa uweze kuona kwenye bao la asubuhi masuala ambayo yanaweza kusaidia sana. Na wakati huu basi nakueleza bwana simama na kitu hiki kufikia malengo yake uratibu kwenye hatua ya kununua transmitter yenye uwezo wa kurusha matangazo yake mbali na kwa njia nzuri yatakao tanua wigo letu na kuwafikia mamilioni ya watu kwa njia FM. Unaweza fanya hivyo kwa kuweza kutumia paybill namba hii ni 625 account number ni 012450 85217800 au till number ni 456146 kupitia mitandao yote ya kurusha pesa. Mambo yetu, safari yetu, maisha yetu, utamaduni wetu na imani yetu. Sikiliza idhaa hii kwa vipindi bora, matangazo yenye tija, vile vile ukweli na burudani. Kwenye bao la asubuhi ninakuletea leo kwamba mambo manne muhimu ya kumpa uongozi mme wako. Wewe mwanamke, mambo manne ambayo unaweza kupatia mme wako uongozi, maamuzi yanayohusu mwelekeo wako, maamuzi yanayohusu familia yenu, maamuzi yanayohusu watoto wenu, na maamuzi yanayohusu watu muhimu kwenye maisha yenu, wazazi, ndugu na kadhalika. Katika siku ya leo kwenye bao la asubuhi nitazungumzia tu eneo la kwanza, maamuzi yanayohusu mwelekeo wako. Mfanye mume wako ajihisi kuwa ni mtu wa kwanza kujua kuhusu mwelekeo wa maisha yako, na hili litasaidia sana muweze kuishi kwenye ndoa yenu kwa amani. Na kila wakati huwa nawaeleza, jana nilikuwa nazungumza na imebidi leo nikuletee somo hili ili uweze kuelewa zaidi. Hakikisha unampa taarifa unachowaza na unachopanga mapema kufanya. Wacha akuwe ndani ya hiyo taswira, ndani ya picture. Mzungu anasema vile. Hii itamfanya kwanza ajisikie kuwa unamwamini, na pili itamfanya ajisikie kuwajibika kwenye hicho unachomuelezea. Kumbuka kuwa hata kama hana uwezo wa kukusapoti kipesa, kwake inamuongezea ujasiri unapomuhusisha. Usione kwamba kwa sababu una pesa unaweza jiamulia vitu bila kumueleza, alafu mambo yatakwenda vizuri tu. Usiache kazi tu bila yeye kujua. Mueleze kwamba mahali ambapo nafanya kazi vitu haviendi sawa. Usimsurprise kwa kuanza kusoma bila yeye kufahamu. Muelezee kwamba unataka kurejea shule, unahitaji kufanya hiki na kile. Hata kama atakupatia huo usaidizi, mshirikishe na kutaka ushauri wake kuhusu maamuzi yako ya kwenda kusoma mahala ndani au nje ya taifa. Ni vizuri kuweza kumshirikisha. Mfanye aone amehusika kwenye kukupa mawazo na kufikia hitimisho ambalo ndio haswa litapelekea hatua utakazochukua. Lakini usiwe tu unafanya vitu chini ya maji, alafu baadaye anakuja kusikia kutokea kwa watu wengine, ama anasikia kutokea dakika za mwisho. Haipendezi na ni tabia ya ujinga na utoto. Ukifanya mambo bila kumshirikisha, unampa ujumbe kuwa yeye si muhimu kwenye maisha yako, na hivyo hatatarajia kusaidia kwenye chochote kile, kwa sababu ulianza safari pasipo kumuhusisha. Kuna wakati unaweza kuona kama kila unachomshirikisha huwa hasemi chochote. Usipumbazike na hilo likakufanya uache kumwambia na kumwelezea mengine. Niamini mimi, huwa anatathmini, na usiache kumwambia. Endelea kumkumbusha. Ukitaka kujua kuwa anathamini ama anatathmini na kuthamini yale ambayo unamuelezea, siku utakapoacha kumshirikisha ndio utaona reaction yake. Wakati ambapo utaacha tu kumshirikisha, hapo ndipo utaona reaction yake itakuwa namna gani. Na hilo ndilo bao la asubuhi.